Sultani Majnuni. Sultani Majnuni alioa mke, binti ya amu yake, akazaa naye mtoto wa kwanza mwanamume, akazaa naye na mtoto wa pili mwanamume, akazaa naye na mtoto wa tatu mwanamume, akazaa na mtoto wa nne mwanamume, akazaa naye na mtoto wa tano mwanamume, akazaa naye na mtoto wa sita mwanamume, akazaliwa mtoto wa saba kitinda mimba mwanamume. Sultani akafurahi sana kwa kupata simba wale. Akakaa sultani akafanya bustani kuu, akapanda matunda yote ya ulimwengu ayajuaye, naye asiyoyajua akauliza kwa watu, akapanda na mtende mmoja, akapanda na jamii ya mboga mboga. Kila siku aliyekwenda katika bustani mara tatu, alikwenda saa ya kwanza, akaenda na saa ya tisia, akaenda na saa ya tashara na nusu. Sultani akakaa na watoto wake, akawatia chuoni, wakasoma, wakahitimu, wakafundishwa barua, wakajua. Basi katika watoto wale, yule wa saba baba yake hampendi. Kazi yake yule mtoto hatoki jichoni kwa wanawake, hatoki katika chini ya vinu kwa wanawake. Akakasirika sana baba yake, sababu yule hukaa kwa wanawake. Amenena naye sana, hasikii. Amempiga, hasikii. Amemfunga, hasikii. Basi tena sultani amechoka mambo yake, amemwachilia mbali. Akakaa sultani hata ule mtende wake kikachanua kilele. Hata baada ya mwezi kupita, akapata dalili ya kuzaa mtende wa sultani. Akafurahi sana, akamwita waziri, akamwambia waziri, mtende wangu unazaa. Akamwambia amiri, mtende wangu unazaa. Akamwambia makati, mtende wangu unazaa. Akawaambia na wote matajiri wangwana waliomo katika mji. Akakaa, baada za siku kupita, zile tende zinafanya kuiva. Akawaita watoto wake wote sita, akawaambia yule mtoto mmoja hamo pamoja nani, amekaa kama mwanamke. Basi nipeni shauri yenu wanangu. Wakamuuliza, kama ipi baba? Akawaambia, nataka mtoto mmoja katika nyinyi akaungojee ule mtende hata tende ziive, nipate kula tende zile. Siwezi kuacha mtende ule peke yake, naogopa watumwa watakula, nao huja ndege wakala. Basi nataka uende ukaungojee mtende. Akawaambia, wala. Akaenda zake. Kumejengwa nyumba njema, hakika kitako kule hata usiku. Akawakusanya watumwa wote wa shamba, wakapiga ngoma chini ya mtende. Aogope yule kijana, akasema, nikilala ndani huenda mtumwa akaja usiku akapanda juu ya mtende akaiba tende, au huenda akaja ndege mkubwa usiku akala tende, na tende zimeiva tena. Basi na tucheze ngoma hapa chini ya mtende hata asubuhi. Wakapiga ngoma hata ulipokoma nusu ya usiku. Wakaona baridi sana, bado hawakuweza kustahimili baridi ile. Wakacheza hata ilipokoma saa ya 10, wakalala wale wote chini ya mtende. Yule mtoto amekaa kitako. Akaondoka mtumwa wake mmoja, akamwambia, bwana, lala ati. Akamwambia, nitalalaje mimi, na mimi nimeletwa kungojea mtende? Akamwambia, sasa saa 10 hii na majogoo yanawika. Basi kitu gani kitakachokuja sasa penye mtende huu? Hata thubutu huwezi kuja mtu wala ndege. Mtoto akamwambia, mimi siwezi kwenda kulala. Akamwambia, nenda kalale, kumekuwa kweupe tena. Akamwambia, wajua kweli nitakwenda lala. Akaenda zake akalala. Muda wa kitambo kupita, akashuka ndege akila zile tende, asisaze hata moja. Akaruka akaenda zake. Hata kulipopambazuka, akiwa mtu msimamizi wao akiutazama mtende, hamna tende. Akiondoka mbio hata kwa bwana wake mdogo, akamkuta amelala. Akimamsha, kibwana, kibwana. Akizinduka akamwambia, wataka nini? Akamwambia, baba yako alikuleta kungoja mtende, na ule mtende hukungojea, na tende zimeliwa na ndege zote. Akamwambia, sema kweli. Akamwambia maneno haya kweli, nawe ondoka ukatazame. Akiondoka mtoto hata akifika penye mtende, akaona tende hamna. Akashangaa,
Nikienda nimwambie baba yangu, nimwambie tende zimeliwa na watu, niseme tende zimeliwa na ndege, au niseme imekuja mvua kubwa jana usiku na tofani imevuma kubwa, nimwambie tende zimepukutika zote chini, ataniambia nenda kazoe uniletee. Nitazame hizo zilizopukutika na tofauti na mvua, na pale chini hapana maonyeyo, yamekuwa ya uongo. Nifanye shauri gani? Mimi nitakwenda zangu kwa baba nimwambie walikuja mabedui wakanifukuza. Huku nyuma niliporudi tende zikitazama ndani ya mtende hamna. Ataniambia mtumwa wako, watu wako wote wale msiwapige. Maneno yamekuwa ya uongo. Hata kubali mzee maneno haya. Mimi kesho nitakwenda kwa baba, nitamwambia mtende mimi naliungojea hata walipokuwa alfajiri, nako tena kuna pambazuka. Kaondoka nikaenda kujinyosha kidogo. Hata nikipita muda kidogo kumekucha, nikimwona mtwana akinijia akanambia bwana, mtende hamna tende hata moja. Nikiondoka nikaenda, hata nikifika penye mtende na utazama mtende, kweli hamna tende. Basi nami nimekuja kwako baba, wewe kisu mimi nyama. Basi nami nimekuja kwako baba, wewe kisu mimi nyama, utakavyo vyote nitende. Haya ndiyo maneno mema, afadhali kunena kweli kama kunena uongo. Akaondoka hata kwa babaye, akamkuta babaye amekaa kitako barazani na watoto wake wale 5. Akija pale akamwamkia baba yake, akamwambia nipe habari za katika bustani. Akamwambia habari njema mbaya. Jinsi gani kuwa mbaya? Jinsi gani kuwa njema? Akamwambia mbaya, ule tende zimeliwa na ndege zote, haikusaa hata moja. Akamwambia walikuwa wapi hata mtende wangu ukaliwa na ndege? Akamwambia mimi naliungojea mtende hata alfajiri, na majogoo wanawika tena kumepambazuka. Kaondoka pale kwenda kujinyoosha kidogo, mara akinitokea nokoa akaniamsha. Nikaamka, hamuuliza wataka nini? Akanambia wewe umekuja kuungojea mtende. Nikamwambia nimekuja kuungojea mtende. Akanambia basi katika mtende hamna tende hata moja. Nikiondoka nikienda hata mtendeni, natazama naona kweli hamna tende hata moja. Basi habari ni hizo za katika bustani, nami sina la zaidi. Akamwambia nimekuuliza habari za katika bustani, umeniambia habari mbili. Umeniambia habari njema na mbaya. Mbaya nimekwisha kuziona, kama tende zangu zimeliwa na ndege. Basi niambie na hizo njema. Akamwambia na hizi njema si mie mwana nimerudi salama. Akamwambia si mwanangu, sikutaki. Akamwambia kana mwana wewe wakula na kulala tu, utakapokuwa mtu atakapokuambia wewe baba, toa huyu mchanga unitie kwa macho, utakubali we. Basi mwana gani wewe? Sikutaki, nenda zako baba. Akamwambia safari hii ukizaa mtende wangu nitampeleka mtoto mwingine, huenda akaongojea, huenda nikapata tende nikalimbuka. Akakaa muda wa miezi mingi, mtende ukazaa sana usichokuwa na kifani, ukakaa hata karibu na kuiva. Nadhani imesalia siku moja kuiva. Akatoa mtoto akampeleka, akamwambia mwanangu, nakupeleka katika bustani, natamani tende hizi mwaka huu kuziambuka. Akamwambia baba yangu, nakwenda zangu mimi sasa, hata asubuhi likikoma jua saa ya kwanza mlete mtu aje akutwalie tende. Akamwambia vema mwanangu, napenda nilimbuke tende kesho. Akaondoka mtoto akaenda zake, hata akafika bustanini akalala sana, hata imekuwa tena nadhani saa 7 ya usiku. Akiondoka akaenda hata mtendeni, akaziona tende nzuri, matawi yananing'inia. Akauona mtende umestawi sana, akanena tende hizi babangu kesho atakula hizi. Nitakaa mimi kama yule mpumbavu akaja kulala usingizi bure. Sasa baba amekwisha mchukia yule. Basi mimi leo nitakaa hapa nimtazame huyo ndege anayokuja kula tende hizi, nimuone mimi leo. Akakaa kitako akasoma sana. Akasikia majogoo yanawika
Akautazama mtende, akaziona tende zipo, akanena, oh, baba yangu kesho atakula tende adhani. Mimi kama yule mpumbavu, ukafanya kupambauka kidogo, ukampata usingizi. Akasema, nitegemee kidogo hapa penye shina la mtende. Usingizi ukamtwaa. Ukimtoa usingizi, ndege akashukia mtende, akala hata asisaze hata moja, naye yupo chini ya mtende, akalala na mashafu wake kwa pani. Hata kulipopambazuka, akaja yule wokoa wake, akiutazama mtende, hapana tende. Alipotupa macho chini, akamwona bwana wake amelala chini ya mtende. Akamwambia, bwana. Akamwitikia, naam. Akamwambia, umelala na tembe zote zimeliwa na ndege kweli? Akamwambia, tupa macho juu utazame. Akatupa macho, akaona tende hamna. Akashangaa, akili zake zimepotea, masikio yake yameziba, miguu yake ikatetemeka, ulimi ukiwa mzito, akatekewa. Akaondoka mtumwa wake, akamwambia, njoo bwana, una nini? Akamwambia, mimi ni mgonjwa sana lo. Akamwambia, kufa kukaribu kuliko kupona. Akamwambia, ugonjwa wako gani bwana? Akamwambia, mimi siumwi na kichwa, wala siumwi na tumbo, wala siumwi na ubavu, wala siumwi na mgongo, wala siumwi na kiuno, wala siumwi na miguu, wala siumwi na mikono. Viwiliwili vyangu vyote vizima, na viwiliwili vyangu vyote vigonjwa. Jinsi gani bwana ugonjwa huu? Akamwambia, sababu ya ugonjwa huu ni sababu ya kuogopa leo baba yangu. Saa ya kwanza ikapiga, ataleta mtu ili kutoa tende. Nami nalimwambia baba yangu, kama kesho saa ya kwanza utalimbuka tende, basi mimi tena zimekuwa muongo, mimi si nimekuwa mpumbavu, nami baba atanifukuza kama amemfukuza ndugu yangu kwa sababu ya kukosa kula tende. Akamwambia, basi bwana, utafanyaje na jambo limekwisha kuwa? Basi nitafanyaje tena? Nitakwenda mimi kabla hajamleta mtu hapa. Akitoka akaenda zake. Hata akifika katika njia, akamkuta mtu akichukua kombe kubwa na kitambaa cheupe cha kufunikia tende na kisu kikali cha kukatia tawi la mtende. Akamwambia, je, unakwenda wapi? Akamwambia, nimetumwa na babako kuja kwako. Baba yako amenituma kukata tawi moja la mtende lililoiva, unitilie katika kombe hili nipeleke. Akamwambia, yeye baba ataka zilizoiva, tende hizo mbichi zipo, rudi twende zetu. Akamwambia, ewala. Hata alipofika mlangoni pao, akamwona baba yake amekaa kitako, yeye na nduguze watu 4. Akamwambia, bwana sebaheri. Akamwambia, karibu. Akamwambia, umemwona mtu naliyomleta? Akamjibu, nimemwona bwana, nimemwambia umkatie tawi la tende lililoiva. Akamwambia, licha lililoiva hata bichi liko. Wamekwenda fanya nini wewe? Watu walinena, kuzaa kupona, kumbe kuzaa kwangu mimi ni kufa. Vijana 2 waliokwenda katika bustani, wasio mtoto nilimbusha tende? Basi kuzaa huku kwa nini? Na watu wanena, mwenye kuzaa kapona. Na kupona huko msinene nyinyi watoto, mtanitia mimi roho. Kupona kwangu ni kutaka kitu nikakipata, roho yangu ikafurahi, ndio kupona kwangu. Ni kumwona mtu ataka kunipiga, akapigana naye, ukanikombea mimi baba yako, ndio kupona kwangu. Nikikutuma mahali ukaenda, ukajua kunena na watu, ukajua mazungumzo na watu, ukamjua mkubwa na mdogo, ukamjua tajiri na maskini, basi ndiko kupona kwangu. Basi nyie wanangu, mwaka wa 2 huu sipati kula tende. Tende zangu mimi huzisikia kwa masikio, kwa macho sizioni. Basi niondokee, nenda zako. Akaondoka akaenda zake.
Akawaambia, nyinyi wanangu waliosalia, watu 4, ukizaa sasa mtende, atakaokwenda akaungojea hata nikapata tende nikazilimbuka, nitamfanyia harusi ya miezi 3. Kila mtu pale, wale vijana wananena, baba nitakwenda mimi, na mwingine, baba nitakwenda mimi, na mwingine akamwambia, baba nitakwenda mimi, na mwingine akamwambia, baba nitakwenda mimi. Akawaambia, vema, kila atakaye na aende, lakini mimi nataka waende mmoja mmoja. Akamwambia, vema bwana. Akakaa muda wa miezi mingi, ukazaa mtende, ukazaa sana, ukaacha kuzaa, ukawayawaya. Akawaambia watoto, mtende umezaa, na mwaka huu kuzaa kwake ni sana kuliko miaka yote. Akamwambia, nitakwenda mimi baba, yule mkubwa kuliko hao. Akamwambia, ngoja kwanza zipevuke. Basi akakaa kitako hata akaletewa habari sultani, tende linaanza kuiva. Akamwambia, haya mwanangu, enenda katika bustani kesho mwanangu, utanilisha tende. Akamwambia, baba, kesho saa ya kwanza ikipiga, tende utaona katika kinywa chako, unakula. Akamwambia, naomba mie mwanangu kesho nile tende hizi. Akamwambia, basi utakula baba, nami kuwa heri, naenda zangu. Akaondoka akaenda zake. Hata akawasili katika bustani, akawaambia wale watu walioko, kila mtu na alale nyumbani mwake, asitoke. Tutakuachaje bwana peke yako? Akawaambia, haidhuru, niacheni, nimetaka mwenyewe. Wale watumwa wakaenda wakalala, na yeye akalala, akaisha akalala sana. Akiamka imekuwa saa 6, akakaa kitako chini ya mtende akicheza karata yeye peke yake. Hata alipokoma karibu alfajiri, ukampiga upepo mwema, akafanya kulala, usingizi ukimtwaa. Mara ndege akija akila tende zote, asisaze hata moja, na yule mwenyewe amelala chini ya mtende na karata zake mkononi. Hata kulipopambazuka, nokoa wake akija, akamwona bwana wake amelala. Akitupa macho juu, aona tende hamna. Akamwita, bwana, bwana. Akamwitikia, naam. Akamwambia, umelala bwana, na tende ndani ya mtende hamna hata moja. Kama husadiki, tupa macho juu utazame. Alipotupa macho juu, yule mtoto akaanguka. Yule mtwana akishangaa alipomwona bwana wake ameanguka, akimshika akimuuliza, bwana, una nini? Akamwambia, nimekufa. Jinsi gani bwana kufa kwako? Kuja kwangu mimi huku shamba, nimemwambia baba yangu kama saa ya kwanza ikipiga ataiona tende kinywani kwako ukila. Basi atakapokaa hata saa 10 haioni tende kinywani mwake akila, au licha saa ya 10 hata miezi 5 haipati tende kinywani mwake akila, basi utafanyaje bwana? Akamwambia, mimi kwa babangu siendi, nitatoroka. Akamwambia, bwana, utatoroka nini? Afadhali uenende, kama kutoroka utatoroka hata lini? Akamwambia, nitatoroka hata baba yangu roho yake hata iwe radhi. Akamwambia, bwana, si vema kutoroka, mungwana, afadhali uende. Akaenda hata kwa babaye, akamkuta hajaamka, akamgoja hata akaamka. Je, nipe habari za katika bustani mwanangu. Akamwambia, sina zaidi ya habari nalionayo moja, habari yangu za tende zimeliwa na ndege, ndizo habari nilizo nazo, sina zaidi ya habari. Utakavyonitenda wewe kisu, mimi nyama. Akamwambia, niondokee mbali uso wangu, sipendi kukuona. Akaondoka akaenda zake. Akanena, mimi sikuzaa wana, ni maradhi kuondoa tumboni mwana asiyofaa. Mtu ulimwenguni atanifaa heri. Basi wana hawa wana gani wasiweza kumtia mtu mchanga wa macho? Kama ni kuzaa huku, sizai tena. Basi akakaa kitako hata mwaka mwingine ukazaa mtende, na kula mwaka kuzidi kuzaa. Akanena, alio mwanamume nitamuona katika bustani, tena nitamuona mkono wake kinywani mwangu akinilisha tende, ndiye nitakapomjua huyu mwanangu.
Akamwambia, akanena, alo mwanangu katika bustani, tena nitamuona mkono wake kinywani mwangu akinilisha tende, ndiye nitakapomjua huyu mwanangu. Akawaambia, naye atakayenilisha tende, kijana huyu nitamwoza mke mzuri na harusi miezi minne. Wakamwambia, vema baba, utakula tende mwaka huu. Wakakaa hata siku 10 zilipopita, tende zimekuwa pevu. Akaja akaambiwa kama tende zimekuwa pevu. Akamwambia, vema, utakapoziona moja moja zinawiva, njoo niambie. Akakaa hata muda wa siku 5. Akaja yule nokoa, akaja kumwambia, bwana, tende zinawiva na mapooza yanaanguka. Akakaa muda wa siku 3. Akamwambia, enenda. Akaondoka kijana kwa furaha, kwa nguvu, akaenda hata akawasili katika bustani. Akamwambia, mimi sitalala, nitapanda farasi nizunguke leo usiku kucha humu. Akatoa bunduki yake na baruti zake na marisao yake na fataki zake, akapanda juu ya farasi akizunguka katika bustani. Akazunguka sana hata alipokoma saa 7 ya usiku, akasikia kanga analia nyuma ya bustani. Akanena, sasa kumekuwa saa 7:30, nitatoka nimfuate huyu kanga anaelia katika bustani. Akitoka akamfuata yule kanga kule anakolia, naye kanga yuko mbali, lakini ule usiku anamsikia yuko karibu. Akaenda hata nusu ya njia, ndege nyuma amekuja mtendeni akila tende, asisaze hata moja, naye kule hajarudi, naye kule kanga asimpate, akarudi akija zake. Hata alipofika katika bustani, akitupa macho juu, tende hamna. Akashuka juu ya farasi, akakaa chini ya mtende, akalia sana. Hata wakaja watumwa wake, je, bwana, unalia nini? Akawaambia, mimi silii kwa kuogopa baba, nalia kwa kukosa tunu aliyotaka kunitunukia baba. Akamwambia, tunu gani inavyokuliza mno hivi? Akawaambia, baba ameniambia atanioza mke mzuri, atanifanyia na harusi miezi 4, naye ameniambia atajua kama mimi ndiye mwanawe. Sasa zote 3 sikupata hata moja. Basi mimi sina budi na kulia kwa kuyakosa haya. Basi tena nitakwenda zangu nitamjibu. Hata alasiri akaenda kwa babaye akamwambia, baba, masalheri. Babaye asimutikie, akanyama. Akamwambia, ziwapi tende? Akamwambia, tende baba, tende zimekwisha liwa na ndege. Akamwambia, enenda akamwambie mama yako ndani akupe dusamali uvae, akupe na barakoa uvae, akupe na kanzu na suruali uvae, akupe na shela ya kujitanda. Akiisha atafute mume akuoze. Niondokee mbele ya uso, sipendi kukuona. Akaondoka mkewe akamwambia, vijana hawa hawaendi kutazama huu mtende kwenda kucheza na kulala. Walakini tufanyaje? Na tungoje hata safari hii tena uzaapo.